limetukua kuliko majina yote. Jina lako ndio kimbilio letu. Jina lako ndio msaada wetu. Jina lako ndio ngao yetu. Jina lako ndio pumziko letu. Jina lako Baba wa rehema ndio ukombozi wetu. Baba mweza wa yote, hata leo tuko tayari kusikia kutoka kwako Bwana. Neno lako Baba wa rehema ni uponyaji wa watu wako, ni msaada kwao Baba wa rehema wanayekutafuta wewe. Neno lako lipitapo Bwana, neno lipite katika viungo vyao, ipite kwenye viungo vya rohoni na vya mwilini. Maana mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu, na katika neno Baba wa rehema vyote vilifanyika. Viungo vyao Baba vinavyowasumbua Baba wa rehema vilifanyika Baba katika neno. Neno lifanye viungo vyao tena upya, iwafanye kiroho na kimwili Baba wa rehema, wakipata kuumbwa tena upya Baba mweza wa yote, wakitakasika Baba wa rehema, wakiondolewa vifungo vyote. Na Baba, tunapoingia kwenye sura ya 25, Baba endelea kutufunulia mambo yote yaliyojificha chini ya uvungu, na Baba wa rehema yakiwa Baba na impact kwenye maisha ya watu wako. Natukuza jina lako, maana kila aliyopo katika eneo hili hataondoka jinsi alivyokuja, bali ataondoka amekuwa ni kiumbe kipya. Hata wale wanayetutazama kutoka mbali Bwana, duniani kote Baba, hata kama hawaelewi lugha tunayoongea, lakini Baba, Roho Mtakatifu awafanye waielewe, roho zao zielewe Baba, na Baba wakipata uponyaji maradufu. Maana Yesu akaambia Tomaso ya kuwa ni heri mtu yule anayesadiki pasipo kuona. Nashukuru jina lako, maana wewe ni mwema na mtakatifu. Endelea kunitumia kama chombo chako, ukisema yaliyokuwa ya kwako Baba kupitia kinywa changu, na Baba utukufu wako itamie eneo hili. Kwenye utukufu wako Baba wa rehema, watu wakala miaka 40 pasipo kufanya kazi, hata mavazi yao hayakuchakaa, hata viatu vyao Baba havikuisha. Na Baba wa rehema uliwashindia vita, na Baba uliwalinda Baba wa rehema mchana na usiku. Huo utukufu Baba utende kazi katika eneo hili. Na Baba wa rehema, pasipo kusahau nchi yetu ya Tanzania, rais wetu tunayempenda, makamu wa rais na waziri mkuu na mawaziri wote Baba wa rehema, na idara zote, bunge, wizara zote, mikoa yote, wilaya zote, na Baba tarafa zote, hata vijiji vyote Baba, neno lako litamie nchi Baba wa rehema, na roho zote za uharibifu Baba wa rehema, roho za ujambazi, uvamizi Baba, tunafunga kwa jina la Yesu. Magonjwa Baba wa rehema yanayetishia amani Baba wa rehema dunia, kama Ebola na magonjwa mengine Baba yanayosambazwa Baba wa rehema na hewa, tunazifunga kwa jina la Yesu. Ni wakati wa watu wako kujua neno, sio Baba ya watu wako kupotea tena. Nami nafunga nguvu zote za ugonjwa kwenye ulimwengu wa kiroho na kawaida, magonjwa ya kansa, magonjwa ya ukimwi, magonjwa yasiyoeleweka, magonjwa yaliyopo katika ulimwengu wa kiroho, tunazifunga kwa jina la Yesu. Na Baba, amani yako itamalaki katika taifa letu, ukiligusa uchumi wetu na kuliinua juu Baba wa rehema, na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Jana tumepata kuona sura ya 24 kitabu cha Kutoka, na sura ya 24 ni sura, naweza nikasema sura mama, ama sura iliyokuwa tofauti na sura zingine zote. Maana unapoongelea agano la kale, unaongelea agano Mungu aliyefanya na taifa la Israeli. Mungu la Israeli kuanzia wapi? Kuanzia kule kwenye uumbaji. Mungu alianza kuitafuta taifa la Israeli kwake Habili, lakini kama unavyojua, mbegu iliye ovu siku zote hutafuta kuangamiza mbegu iliyo njema. Ndio maana baada ya Adamu kula katika tunda la mema na mabaya,
bila shaka naye alianza kutoa mbegu njema na mbegu mbovu. Ndio maana akamzaa Kaini aliyekuwa ni mbegu mbovu, akamzaa Abeli, lakini Kaini akiua Abeli, lakini Mungu akileta mbadala Abeli, akimleta Seti, na kupitia Seti ikaja ikatokea Nuhu, na kupitia Nuhu ikaja ikatokea Shem, na ikaja ikatokea Nahori, Tera, ikaja ikatokea Ibrahimu, ikaja ikatokea Isaka, ikaja ikatokea Yakobo, na hatimaye Mungu akija kugota kwa taifa la Israeli. Na kupitia taifa la Israeli, hapo ndipo alipotaka kumtoa mbegu iliye njema, ama yule aliyetajwa kama uzao wa mwanamke, aliyetakiwa kumshinda shetani ama kuponda kichwa cha joka. Na ndiyo maana watu wa Mungu, unapoongelea Agano la Kale, Agano la Kale inakuwa na vitabu 39. Ukianzia na kitabu cha Mwanzo na ukielekea mpaka kitabu cha Malaki. Lakini vitabu hivyo vyote vinaongelea taifa moja, vinaongelea taifa la Israeli. Sasa Agano la Kale imejengwa katika msingi wa taifa la Israeli. Agano Jipya imejengwa katika msingi wa mataifa yote. Sasa Mungu alikuwa amejiwekea utaratibu ya kuwa akachagua taifa la Israeli ili wawe ni mzaliwa wake wa kwanza na wapate kumtumikia. Ina maana Mungu alitaka ajifunue kwao wana wa Israeli ama taifa la Israeli wapate kumjua, lakini baada ya kumjua, hapo sasa ndipo sasa hawa sasa wawe ni taifa la kimakwani, na wao ndio sasa wafanye kazi ya kuwapatanisha mataifa mengine na Mungu. Na ndio maana Mungu akawachagua, akawafanya kuwa tunu kwake. Lakini anawaambia, pamoja nimewachagua kuwa tunu, lakini msisahau ya kuwa dunia na vyote vijazavyo ni mali yangu. Hata mataifa mengine ilikuwa ni mali yake. Ndio maana hata wewe ambao sasa hivi ni tunu kwake Mungu, usibweteke na ukadhani ya kuwa Mungu ni wa kwako tu. Mungu ni ya wote. Ndio maana kazi ambayo Kristo aliweka, alijenga msingi wa Agano Jipya juu ya mitume, ikiwa ni huduma ya kitume, ni huduma ya kufikia watu wote. Na huduma ya Agano la Kale ya Musa ilijengwa kwenye unabii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukaona Mungu jinsi alivyofanya agano na taifa la Israeli. Agano iliwekwa msingi wake kwenye sura ya 19 kitabu cha Kutoka, sura ya 20, 21, 22, 23, na katika 24 ikawa ndiyo utimilifu wa agano. Maana wakaitwa tena waende pale mlimani baada ya wao kugairi na kumwomba Musa ya kuwa yeye ndio aseme na wao, lakini Mungu aseme naye. Maana walikuwa nasema ya kuwa Mungu akisema nao basi wao wangepata kufa. Na wanapoitwa kwenda pale, tayari zile sheria na amri Musa anakuwa ameshaziandika zote. Na jambo la kwanza siku hiyo ya agano, Musa akajenga madhabahu akitumia nguzo 12. Sasa hizi nguzo 12, mtu anaweza kuuliza kwa hizo nguzo 12 zilikuwa nawakilisha nini? Nguzo 12 ziliwakilisha makabila 12 ya taifa la Israeli, ambayo ilijengwa msingi wa Agano la Kale. Lakini nguzo la Agano Jipya ni pia mitume 12 ambao wanawakilisha mwili wa Kristo na wote ambayo wanapata kumpokea Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa
Tukaona ya kuwa baada ya kutengenezwa madhabahu, akachinjwa ng'ombe ambayo alikuwa ni sadaka ya amani, na damu yake ikikingwa, nusu yake ikinyunyizwa kwenye madhabahu, nusu yake kabla haijanyunyizwa juu ya watu. Walikuwa wamesomewa zile amri zote na sheria, kisha wakasema kwa lugha moja kuwa watayatii na kuyaweka kwenye matumizi. Wakanyunyiziwa damu juu yao. Ina maana Musa akasema ya kuwa hiyo ni damu ya agano, jinsi ambayo tuliona jana ya kuwa naye Yesu naye katika ule mlo wa mwisho akasema ya kuwa kikombe kile ni kikombe cha agano la damu yake itakayemwagikwa kwa ajili ya wote ambayo wangekuja kumpokea na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini kilichopata ni nini? Tukaona ya kuwa baada ya tukio hilo sasa, ina maana dhambi za wana wa Israeli ikawa imefunikwa na ile damu, na tukaona Mungu akimwambia Musa amchukue Aruni na Nadabu na Abia na wale wazee 70 wapande juu. Wakapanda juu, na palikuwa na mlo wa pamoja, huku wakimuona Mungu. Aliona umbo la Mungu, wakaona miguu yake imesuguliwa kama shaba, wakamuona. Na bila shaka baada ya hapo, ina maana walikwenda wakawa na ushirika na Mungu. Nini? Hata sisi tunahitaji tuwe na ushirika na Mungu katika ile meza ya Bwana, ambayo hapa hiyo ni desturi itakuwepo, na bila shaka kama mkao wa kusubiria ushirika wa meza wa nani? Wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya pale sasa, Mungu akiambia Musa kuwa sasa panda juu mlimani zaidi, ili sasa nikupe vipande vile vya mbao za mawe, vipande viwili ambayo Mungu aliandika kwa mkono wake hizo amri. Lakini sasa ikaishia Musa anapomchukua Joshua, na alipoenda na Joshua, wala Joshua kwenda juu sana, walikaa juu kidogo siku 6, na Mungu alipomuita. Umeona Musa anakaa tena siku 6 akisubiri Mungu amwite. Mara nyingi Mungu anachokitaka ni utii. Mungu anasema na wewe kwenye mawazo yako, anasema na wewe kwenye ndoto zako, anasema na wewe kwenye njia zako zote. Lakini mara nyingi watu tunakuwa hatumpi Mungu nafasi. Ni lini ambao unatulio msikilize Mungu? Najua unapomsikiliza Mungu unachukua hatua gani? Saa nyingine unachokitafuta Mungu alishakujibu, alishakupa majibu, lakini hujaifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Musa akapanda juu kwenye wingu, na Yoshua akabaki pale katikati, lakini chini kule ikawa ameacha Aruni na shemeji yake aliyekuwa ni mume wa umbu lake aliyeitwa Huri, aliyekuwa ni makabila la Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukaishia Musa akiwa amepanda kule na kukaa kule siku 40. Lakini Musa anapopanda kule sasa, kabla hajapewa sheria, hajapewa zile amri kwenye vipande vya mbawe, Mungu aliamua sasa amuonyeshe Musa picha ya mambo yaliyoko mbinguni, ili sasa Musa aje aitengeneze duniani, ili Mungu sasa awe na maskani yake katikati ya wana wa Israeli. Na sasa Mungu anamuonyesha sasa ya kuwa inatakiwa unitengenezee maskani, lakini maskani utaitengeneza kutoka kwenye matoleo ambao watatoa wana wa Israeli. Kumbe Mungu akitaka tutoe kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yake, anaanza kwa kutubariki kwanza. Umeona, akabariki wana wa Israeli kwanza walipokuwa wanatoka Misri, ni kana kwamba walipora ile nchi, maana walijikuta dhahabu iliyokuwa inahitajika kwenye kazi ya ujenzi wa maskani wa Bwana wanayo, zile rangi za mawai, yani zile kitani iliye safi, zile mapazia ya hema na kila kitu, Mungu tayari aliwabariki kwanza. Ndio maana Musa akasemaje? Musa akasema kwa kila mwenye moyo wa upendo. Kumbe Mungu anahitaji atubariki ili sasa ndio tumtolee kwa moyo wa nini? Moyo wa upendo. Maana huwezi kumtolea kama huna cha kumtolea.
kuna wakati mwingine tunalaumiwa sana na wachungaji ama watumishi hapa, mbona mtoi, lakini je, tumeshabarikiwa tutoe? Hilo nalo neno, tumeshabarikiwa tutoe? Mbona wana wa Israeli kabla hawajabarikiwa hawakuruhusiwa kutoa? Maana Mungu akawaambia pale walipokuwa wanatoka Misri, toeni. Walipokuwa kule Mana walikuwa na nini cha kutoa? Kumbe tunahitaji tuombe ili watu wabarikiwe, ili watu watoe. Umeona, tunakuja na kitu kipya sasa ambayo hii inakwenda kubadilisha dunia. Maana kumbe wana wa Israeli tunaona wakiwa Misri wanahangaika kupata kutoka. Mungu akwambia kwa jamii, toleeni sadaka. Kumbe inawezekana mtu anahangaika, anaombewa, hana chochote, hana chochote kitu, lakini hii isiwe sababu ya kutoombewa. Maana hana 1,500,000 ya kuombewa, hana 50,000 ya kuregister, hana sadaka ya kutoa ya moyo upendo, hana sadaka ya ujenzi, hana sadaka ya wamama, hana sadaka ya siku ya wamama. Maana nasikia kuna sadaka ya siku ya wamama. Iko wapi ile siku ya wababa? Ya wamama ipo, lakini ya wababa iko wapi? Maana mimi ningetamani nimtolee yule baba yangu nini, angalau zawadi. Niambieni hiyo siku ya wababa iko wapi, ili nitolee sadaka na mimi ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa Mungu anamuonyesha Musa kule mlimani taswira ya picha ya maskani ya Bwana. Umejua unapoongea kitu kinachohusu maskani, mara nyingi jambo hilo napiga watu chenga sana. Maskani ilikuwa ni nini? Ilikuwa inaitwa hema ya makutano. Katika hema ya makutano palikuwa na ua la nje, na katika ua la nje ilizungusiwa nini? Uzuio ya mapazia, na palikuwa na kiingilio kimoja. Lakini ukiingia ndani palikuwa na maskani ambayo imejengwa, iliyokuwa imegawanywa mara mbili, mahali patakatifu na mahali patakatifu. Sasa kwenye mahali patakatifu palikuwa na kitu kinachoitwa kiti cha rehema ama sanduku la agano. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sanduku la agano iliwakilisha nini? Meza ya mkate wa uonyesho iliwakilisha nini? Taa yenye vinara 7 iliwakilisha nini? Madhabahu ya dhahabu ya kuteketezea uvumba iliwakilisha nini? Madhabahu ya shaba iliyokuwepo katika ua la nje kwa ajili ya kuteketeza sadaka zote za kuteketeza iliwakilisha nini? Ile beseni ama bakuli ya kunawia iliwakilisha nini? Na hiyo hema ya makutano iliwakilisha nini? Naomba tunapoanza sasa hivi kupita katika hiyo, Mungu anataka kuonyeshe kitu kilichojificha, ambayo hiyo ndiyo ramani ya ukombozi iliyokuja kutokea miaka mingi baadaye. Kumbuka ya kuwa kumbe vitu vingi vilivyopo hapa duniani, vingi ni mfano wa vitu ambavyo vilivyopo mbinguni. Hema ya makutano iliwakilisha mbinguni na pale kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Utaona Mungu akimwambia Musa kuwa tengeneza kama nilipokuonyesha. Lakini naomba uwe makini ili upate kujua maeneo ambayo ulikuwa juu. Mara nyingi watu wanaongelea hema ya makutano. Hema ya makutano inawakilisha nini? Madhabahu ya uvumba inawakilisha nini? Hebu nataka tuende kwenye sura 25, lakini naomba uwe makini. Tutaangalia kwenye Agano la Kale na tukipeleka kwenye Agano Jipya, tukipata kuomba nayo. Na mimi nasema kuwa kila siku itakuwa ni siku ya furaha mbele zako, maana utakuwa ukikosa, utakuwa umekosa vitu adimu ambayo yapo kwa ajili ya kukuumba tena upya. Lakini mimi nimejifunza kitu hapa, kwa kumbe yule maskini anayekuja ama mtu asiyejiweza anahitaji asaidiwe na Mungu ambariki, amtolee Mungu. Tunahitaji kuombea wote wasiokuwa na cha kumtolea Mungu ili wapate wamtolee Mungu, lakini hatuhitaji kuwalaumu
na kuwatupia maneno. Na kuna wakati mwingine hata hao watu wanakosa huduma za muhimu makanisani kwa sababu hawana cha kutoa. Ni sawa sana huduma ya watoto makanisani, maana watoto sio watoaji wa sadaka na fungu la 10. Mara nyingi huduma za watoto zinasaulika sana makanisani. Wanajaliwa sana wale ambao wakija wanakuja na bahasha za kaki zilizofanya nini, zilizotuna. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisomee sura ya 25. Soma ukitua, nenda ukifika sehemu ya kutua unatua, alafu ninapata kusonga mbele kwa neema ya Mungu. Somo kwa jina la Yesu. Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitolee sadaka, kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda mtatoa kwake sadaka yangu. Sadaka utakapokea mikononi mwao ni hii. Umeona sasa, Musa anaambiwa ya kuwa akanene na wana wa Israeli na awaambie ya kuwa kila mmoja na amtolee sadaka, lakini kila mmoja ambaye moyo wake imempendeza kufanya nini, kutoa. Ina maana hata unapokuwepo kanisani ama mahala popote, kama moyo wako haujakuruhusu kutoa, usitoe. Hata ukitoa huwezi kufanya nini, huwezi kubarikiwa. Maana kumbe wale wa moyo, wenye moyo wa upendo ndio wanahitaji kumtolea Bwana. Ipo siri kubwa sana hapo. Lakini akaendelea kuambia sadaka watakayetoa. Kumbe kuna sadaka inayotakiwa watu watoe na kuna sadaka zisizotakiwa watu kufanya nini, kutoa. Maana Mungu anawapa pia na muongozo ya kuwa watatoa nini. Sio kila sadaka inatakiwa mtolewe Mungu. Yapo mengine ambayo sio kabisa. Ni sawasawa na ukipata hela zao kwenye njia sio kwa sahihi, ukimtolea Bwana huwezi kubarikiwa. Unapata hela zako kwenye njia gani? Na je, unapotoa moyo wako unasemaje? Kuna mtu mwingine anatoa lakini anapiga mahesabu, analalamika kweli. Hata ukiwa na hela ya kutoa kanisani, mtoto wako ana ada ya shule, ama watoto wanalala njaa, alafu wewe unakuja unamtolea mchungaji anasema fulani ni mfano. Wewe ni mbaya kabisa, maana asiyependa wa kwake ni mbaya kupitiliza. Amina. Wewe watoto wale washibe, hata kama unatoa kanisani iwe vizuri, lakini wewe usijipendekeze sana kanisani, lakini nyumbani kwako watu unawalisha mboga za majani kila kukicha. Kila ukicha wewe mboga za majani unawalisha familia, watoto hawaoni nyama, lakini kanisani wewe ndio unayeongoza kwenye kutoa. Hebu tuone mwongozo wa Mungu. Inambia Musa waambie wamtolee matoleo gani. Sadaka utakayopokea mikononi mwao ni hii: dhahabu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na nguo za kitani safi na singa za mbuzi na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi za pomboo na miti ya mshita na mafuta ya ile taa na viungo vya manukato kwa ile mafuta ya kupaka na kwa ule uvumba wenye harufu nzuri na vito vya shohamu na vito vingine vya kutiwa kwa ile navera na kwa kile kifuko cha kifuani. Nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Sasa na haya yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani, mfano wa vyombo vyake vyote ndivyo mtakavyovifanya. Umeona yote Mungu anamwambia Musa, yote mfano anayemuonyesha. Kumbe alionyeshwa atengeneze hema ya makutano, lakini ilikuwa ni mfano wa alichoonyeshwa. Ina maana hiyo ilikuwa ni mfano wa kule mbinguni jinsi inavyokuwa, lakini hii ilikuwa ni mfano. Ndio maana hiyo iliwakilisha nini? Iliwakilisha Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale ilikuwa ni taswira, kivuli na picha ya mambo ya halisia iliyetakiwa ije itokee baadaye. Ni sawasawa na mambo yanayotokea hapa duniani ama aliyopo hapa duniani ni taswira ya mambo yatakayotokea kule kwenye Yerusalemu mpya.
kama mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kinachonishangaza ni nini? Mbona Mungu akusema kila mtu na alete dhahabu? Mbona amesema mwenye shaba na alete, fedha na alete, mwenye mtu wa mshita na alete, yaani mwenye nguo ya kitani na alete, mwenye rangi ya zambarau na alete? Hii inatuonyesha kuwa nyumbani mwa Bwana yawezekana wewe umechukua mayai mawili pale katika sehemu ya mayai ya kuku wako ukaleta kwenye kapu la sadaka. Angalia tu isivunjike. Yawezekana ukachukua mshati wako ukakunja vizuri ukapeleka sadaka. Lakini sasa hivi ukileta hivyo, bila shaka huwezi kuelewana na mchungaji. Lakini nasema hivi, sadaka isiishie tu kuwa ni pesa. Kuna wakati mwingine wewe Mungu unayo cha kumbariki nayo Mungu ambao sio fedha. Lakini mchungaji atanuna bwana, mchungaji atafanya hivi. Umeona, kumbe Mungu yawezekana wewe shati hiyo uliyeleta sadaka, hiyo shati kaenda akapewa mtu mwingine aliyekosa shati, na bado kazi ya Mungu ikafanya nini? Ikaenda. Sasa kumbe masuala ya sadaka haikuwa ya kuwa lazima iwe dhahabu, lazima iwe shaba. Ina maana mwenye dhahabu alitoa dhahabu, mwenye shaba alitoa shaba, mwenye mtu wa mshita alitoa mtu wa mshita, mwenye rangi za zambarao alitoa hizo, kila mtu kwa uwezo wake. Maana walivyokuwa wanatoka Misri, kila mmoja alienda kuomba kitu, lakini Mungu aliwapa baraka, maana hivyo vitu vilikuwa na umuhimu. Kila kitu ulichokuwa nacho ni muhimu nyumbani mwa Bwana. Kuna wakati mwingine wewe unasema jamani, mimi nitapata hela wapi? Lakini wewe umebarikiwa, unayo machungwa pale shambani pako na yameshakomaa, chuma mawili matatu manne, weka kwenye mfuko. Sadaka sio sadaka? Mchungaji kama anataka fedha akauze mwenyewe apate pesa. Amina, amen. Hageuke awe mfanyabiashara, atafute wateja kwanza. Lakini tusizuie mtu. If you have anything you can give as an offering to God. Maybe that is God, what is God wants you to give. You may end up giving a shirt. It can be taken and given to somebody who is lacking a shirt. So, we should not be a barrier to people not to give their offering. Why should it be only dollars? Why should it be only money? Not only money. You can have something which is valuable, and there is something inside you pushing you that you should give it. You should give it heartedly. That is what matters. Yani unayo kitu unaona cha thamani. Unaweza kana toka unazo Biblia 3-4 ukasema mimi Bwana ndio sadaka yangu. Una kitu ukaweka sadaka, ukaiweka kwenye kapu la sadaka. Je, mchungaji akichukua akimpa mtu asiyekuwa na Biblia, Mungu hajakubariki? Lakini sasa hivi watu wasiokuwa na nini, wasiokuwa na fedha hawapewi nafasi ya kutoa. Nasema hivi, hakuna anayekuzuia kutoa chochote ulichokuwa nacho, unayewiwiwa kumtolea Mungu wako. Tumeona watu wakatoa kila kitu, lakini tayari kumbuka Musa kule mlimani anaonyeshwa ramani ya cha kutengeneza. Hebu tuendelee tuone ni kipi alichoonyeshwa kwanza kutengeneza. Nao afanye sanduku la mti wa mshita, urefu wake na uwe dhiraa 2 na nusu. Afanye sanduku la mshita, urefu wake uwe dhiraa ngapi? 2 na nusu. Dhiraa 2 na nusu. Hiyo ilikuwa ni kama mita 1 na nusu kwa vipimo vya sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Upana wake dhiraa 1 na nusu na kwenda juu kwake dhiraa 1 na nusu. Ina maana kwa upana ulikuwa ni mita 1 kasoro, na pia kwenda juu ilikuwa ni mita 1 kasoro. Lakini inatengenezwa nini? Sanduku kutoka kwenye mti gani? Mti wa mshita ni moja kati ya miti iliyokuwepo kule jangwani, lakini ilikuwa ni moja kati ya miti iliyokuwa ni imara. Na inapotengenezwa, kumbuka ya kuwa inakwenda kupakwa na dhahabu, itazungukwa na nini? Na dhahabu. Lakini je, unaijua jinsi inavyoonekana?
Ndio maana kuna wakati mwingine ukisoma Biblia, unaona Biblia inavyoweza kuisoma hivi, lakini usielewe mchoro huo. Ni vizuri, kuna baadhi ya vitu unahitaji kuviona pamoja unasoma, lakini uvione ili upate kupata picha yake na taswira yake. Ndio maana kuna vitu vingi tunafundishwa makanisani, lakini hatujawahi kuonyeshwa picha yake hata siku ngapi? Hata siku moja. Lakini umeona sasa ya kuwa badala ya kuanza kutengenezwa hema ya makutano, inaanza kutengenezwa sanduku la agano ama kiti cha rehema. Mungu aliambia Musa aanze kutengeneza kitu kilichokuwa ni muhimu kuliko vyote, maana ile ndiyo iliyekuwa ni kama sehemu ambayo Bwana alitakiwa kukaa, maana hapo ndipo palipokuwa juu ya sanduku ilikuwa inaitwa kiti cha rehema. Hebu twende. Nawe ulifunike kwa dhahabu safi, ulifunike ndani na nje. Nawe tia na ukingo wa dhahabu kulizunguka pande zote. Nawe subu vikuku 4 vya dhahabu kwa ajili yake, na kuvitia katika miguu yake 4. Bila shaka sanduku unalijua, lakini atengeneze vikuku 4. Ina maana kama hii, nitakupa mfano. Kama hii hapa ndiyo sanduku, ina maana atengeneze vikuku 2, moja aweke hapa, moja aweke hapa. Vikuku ni vile virini, aweke hapa na aweke na hapa, na huku pia aweke huku na huku. Ina maana ilitakiwa ije ingizwe nini? Fimbo katika hivyo vikuku, alafu wanaibeba sanduku la agano kwenye mabega yao. Vikuku 2 upande mmoja na vikuku 2 upande wake wa pili. Nawe fanya miti mirefu ya mshita na kuifunika dhahabu. Nawe tia hiyo miti katika vile vikuku vivyo katika pande 2 za sanduku, ili kulichukua hilo sanduku. Hivyo miti itakaa katika vile vikuku vya sanduku, haitaondolewa. Kisha tia ndani ya sanduku huo ushuhuda nitakaokupa. Hebu subiri hapo nikuonyeshe sanduku hilo jinsi ilivyo. Hii ndiyo sanduku, mfano wa sanduku la agano. Hivi ndivyo vikuku. Hivi ndivyo vikuku. Huu ndio mti huo, lakini umeona na mtu umepakwa dhahabu. Lakini na upande wa pili kule pia kuna vikuku hivi 2, ambao vikuku 2 hivi vinaingizwa hivi bomba. Ina maana vilikuwa inabebwa sanduku la agano. Ilikuwa inabebwa na watu 4 wakichukua katika mabega yao. Na ni watu gani walikuwa naibeba? Ni wale wa kabila la Lawi. Hebu acha nipitishe kila mtu aone. Maona hivi ndio vikuku. Maona, lakini unaona bomba hii na kule kuna 2, lakini umeona imepakwa nini? Imepakwa dhahabu. Lakini umeona kuna mfuniko hapa ambao imewekwa mifano ya makerubi vinavyoangaliwa, na ina maana kiti cha rehema ilikuwa ni juu yake hapa. Wakati kuhani mkuu alikuwa anaingia mahali patakatifu kwenda kupatanisha dhambi za wana wa Israeli, alikuwa ananyunyiza damu juu ya kiti cha rehema hapa. Tutaona kuwa hii kiti cha rehema ilikuwa inamwakilisha nani kwenye Agano Jipya? Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipite kwanza ili kila mtu. Hivi ndivyo vikuku. Umeona hivi viringi ambayo inapata kuingizwa bomba hili. Umeona sasa? Na kule pia kuna 2. Ina maana vikuku 4. 1, 2 na upande wa kule pia 3 na 4. Lakini umeona huu ni mfuniko. So hapa hivi ndio mita 1.5, lakini hapa ni kasoro mita 1, na hivi ni kasoro mita 1. Lakini umeona imetengenezwa mifano ya makerubi 2, maana makerubi ni malaika wanayebeba uwepo wa nani? Uwepo wa Mungu. So hii ilikuwa inaitwa ni picha ama kivuli cha kile ambacho Mungu alimuonyesha Musa ya kule mbinguni. Vikuku ndio hivi, na hii ndio bomba 2 na 2, alafu kuna hii ndiyo mfuniko ambao ilikuwa inaitwa kiti cha rehema. Lakini umeona mifano ya makerubi 2, lakini umeona ni dhahabu, alafu ni dhahabu iliye safi, dhahabu ikiwakilisha uungu, deity. Bila shaka umeiona.
Maona hivi ndio vikuku viwili. Hizi ring ndio vikuku, lakini inaingizwa nini? Inaingizwa bomba hii hapa, mti, lakini na upande wa kule. Lakini mfuniko huu ndio kiti cha rehema. Ina maana kuhani mkuu alipokuwa anaingia mahali patakatifu alikuwa ananyunyiza damu juu ya mfuniko huu ambayo ndio kiti cha rehema. Umeona? Ina maana Bwana ni Bwana aketie kati ya makerubi. So ina maana unapoona makerubi inawakilisha uwepo wa Mungu. So ndio maana hii ilikuwa ni taswira ya mambo aliyopo wapi? Mbinguni. Lakini mahali palipowekwa hii sanduku la agano, hapo palikuwa na ile nguzo ikitamia juu hapa, ikitoka ikienda mpaka juu. Mchana nguzo ya wingu, usiku nguzo ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Upate kuiona. Hivi ndivyo vikuku ringi ambao naingiza fimbo. Viko viwili huku na kule, lakini umeona huu ni mfuniko. Ndani huku anaambiwa kuwa usubiri, nitakupa ushuda wa kuweka ndani yako. Ushuda ilikuwa ni vipande viwili vya mbao, maana hapa anapoelezwa bado alikuwa Mungu hajampa vipande vile viwili, ambao humu ndani sasa itakuja kuwekwa vipande viwili vya mawe iliandikwa sheria, lakini na kibakuli cha mana pamoja na fimbo ya Aruni iliyokuwa inatoa ni maua. Lakini unaona hivi juu ya mfuniko huu, ina maana kuna mifano ya malaika makerubi ambayo wanabeba uwepo wa Mungu. Vikuku ndio hivi viringi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hii ukisoma pasipo kuiona utaweza kuielewa? Ndio maana kuna vitu ambavyo kama isipokuwa hivi huwezi kuielewa. Hivi ndio vikuku. Huu hapa ndio fimbo. Lakini umeona sasa, ina maana hivi fimbo mtu mmoja anashika hapa anaweka kwenye bega na mwingine huku na huku, watu wanne. Lakini juu ya mfuniko ndio ilikuwa inaitwa kiti cha rehema. Na umeona pana mifano ya malaika makerubi, maana unavyoona malaika makerubi basi panakuwa anabeba uwepo wa nani? Uwepo wa Mungu. Tutapata kuona ya kuwa malaika na ngazi zao na kazi zao. Haiwezekani ukajua majini tu usijue na malaika na kazi zao. Utajua kazi ya malaika makerubi, utajua kazi ya materafi, utajua kazi ya malaika wengine na ngazi zao. Hebu twende kwa jina la Yesu. Nani anasema mchungaji nimepata picha? Hebu pata picha kuwa hata kama ungesoma unapiga na vigelegele ungepata kuielewaje? Ukisikia vikuku vinakuchanganya kabisa. Vikuku vya kwa umeona sasa. So ndio maana hii ni neema ya Mungu ya kuwa Mungu anataka tujue mambo fulani ambayo yatabadilisha maisha yetu. Lakini hii unayoona hapa, hii ndio picha na taswira ya ukombozi na wokovu ambayo ilikuja kutokea baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Nawe fanya kiti cha rehema cha dhahabu safi, urefu wake utakuwa. Umeona sasa, ametengeneza sanduku ambao ni dhiraa 2. Nimekuambia dhiraa 2 ni kama mita 1 kama na nusu, lakini upana wake iwe dhiraa 1.5 ambao ni mita 1 kasoro, na urefu wake pia dhiraa 1.5 ambao ni mita 1 kasoro. Lakini kumbuka sasa imeshakamilika, ndani na nje imepakwa rangi. Na maana hapo sasa mfuniko huu bado ameshatengeneza jinsi unavyoiona. Ametengeneza sanduku na vikuku pamoja na bomba hiyo ama fimbo hiyo. Lakini hii sasa, sikia anavyoanza soma, eti hii ya juu inaitwa ndio kiti cha tengeneza kiti cha rehema. Ndio maana nimekwambia hii ndio iliyokuwa kiti cha rehema. Mfuniko huu ndio maana unaona makerubi wawili wakikaa hapa. Ina maana Bwana alikuwa anakaa hapa anapumzika. So ina maana kuhani alikuwa akienda ananyunyiza damu juu hapa, ananyunyiza damu
juu ya kiti cha rehema. Ina maana anapatanisha watu dhambi zao na Bwana. So umeona sasa, ina maana huu mfuniko bado, lakini chini imekamilika. Lakini anaambiwa kwa subiri mpaka nitakapokupa ushuda ya kuweka ndani. Ushuda iliyowekwa ndani ilikuwa ni vipande viwili vya mawe ambayo baadaye Mungu alikuja kuandika sheria, lakini pia na ile bakuli ya mana na fimbo ya Aruni iliyokuwa inafanya nini? Anzia hapo soma, maana watu wa Mungu, acha nikwambie, tukianzia sura ya 25 mpaka sura ya 40, zipo sura 3 tu ambayo haijaongelea maskani ya Bwana. Ni sura ya 32 na 3 na 4. Ina maana katika sura 15 unatoa sura 3. Ina maana sura karibu 12 inaongelea maskani ya Bwana. Ni jinsi gani hii maskani ilikuwa muhimu kuliko hata uumbaji. Eti uumbaji yote, eti kwenye sura ngapi Mungu ameongelea? Sura ya kwanza na ya pili. Lakini hebu ona jinsi maskani ya Bwana, eti sura 10 na ngapi. Ndio maana nakwambia tunahitaji kuichukulia kwa umakini, maana hii ndio taswira ya wokovu. Tunataka kwenda kuangalia kila kipengele na maana yake, na tunataka tuweke kwenye maombi, alafu uone jinsi shetani watakavyopiga vigelegele. Twende kwa jina la Yesu. Nawe fanya kiti cha rehema cha dhahabu safi. Urefu wake utakuwa 2.5, upana wake 1.5. Nawe fanya makerubi mawili ya dhahabu, uyafanye kazi ya kufua katika hiyo miisho ya kiti cha rehema huku na huku. Weka kerubi moja mwisho mmoja na kerubi la pili mwisho wa pili. Fanya hayo makerubi ya kitu kimoja na kiti cha rehema. Umeona, makerubi haya yanakuwa kitu kimoja na kiti cha rehema. Jamani, makerubi haya yanakuwa kitu kimoja na mfuniko wa sanduku la agano. So mfuniko huu ndio unayeitwa kiti cha rehema, sanduku la agano, lakini juu yake ndio kiti cha rehema ambao ndio mfuniko. Ina maana hii hawa mfano wa makerubi wanakuwa kitu kimoja na kiti cha rehema. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama kuna mtu mmoja ananipata. Huu mfuniko ndio kiti cha rehema, lakini umeona makerubi hapa anasema kuwa afanye iwe kitu kimoja na kiti cha rehema. Kiti cha rehema ndio huu mfuniko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo makerubi atainua mabawa yao juu na kufunika hicho kiti cha rehema kwa mabawa yao. Na nyuso zao zitaelekeana hili na hili. Nyuso za hao makerubi zitaelekeana. Bila shaka umeona wameinua mabawa yao na nyuso zao zimeelekeana. Bwana Yesu asifiwe. Weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku, kisha utie huo ushuhuda. Sasa kuna kitu kisikuchanganye. Aweke tayari alianza kutengeneza sanduku la agano pasipokuwa na mfuniko. Lakini kumbuka, mfuniko huu hauitwi mfuniko. Unatengenezwa, unaitwa kiti cha rehema. Sasa naambia kuwa weka hiyo kiti cha rehema wapi? Kwenye juu ya sanduku la agano. So hii ndio inayowakilisha kiti cha enzi anachokalia Mungu mbinguni. Hii ilikuwa ni taswira yake. Ni sawa sana agano la kale ilikuwa ni taswira na picha ya agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Umeona watu wa Mungu, kama ukielewa hii, yawezekane sitoki kwenye ufahamu wako milele. Lakini sasa kama ukisoma pasipo kuelewa, lakini pata picha kwa sura 12 inaongelea maskani ya Bwana. Ni jinsi gani ni muhimu sana katika Biblia kuelewa maskani ya Bwana pamoja na vile vitu viliopo ndani yake na maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema, katikati ya haya makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda, katika mambo yote nitakayokuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli. Wataonana namna gani juu ya kiti cha rehema hapa? Kwa mambo atakayemwagiza. Eti wataonana hapa juu ya kiti cha rehema. Wataonanaje? Ndio maana sasa kuhani anaingia mara moja mahali patakatifu pa patakatifu, alafu amebeba damu. Damu hiyo anakwenda kunyunyiza
juu ya kiti cha rehema. Wanaonana mara ngapi? Ndio maana Agano la Kale haikuwa bora. Kwa sasa hivi mimi nasema hivi ya kuwa kiti cha rehema wewe unafika ufiki. Na kiti cha rehema hii ilikuwa juu ya sanduku la agano, lakini sasa hivi unapopiga magoti yako hapa, tayari moja kwa moja umeshafika kwenye kiti cha rehema. Uko pale nyumbani kwako, umeshatubu, umepiga magoti, umeshaenda pale kwenye kiti cha rehema. Hapa alikuwa anaenda kuhani peke yake, baada ya Musa kuwateua Haruni na watoto wake, Musa kuingia hapa tena kwenda kupatanisha watu. Lakini sasa tutaona kuwa hii inawakilisha nini kwa sasa hivi. Twende taratibu kwa jina la Yesu. Nawe fanya meza ya mti wa mshita, urefu wake utakuwa dhiraa 2 na upana wake dhiraa 1 na kwenda juu kwake dhiraa 1.5. Uifunike dhahabu safi na kuifanyiza ukingo wa dhahabu wa kuizunguka pande zote. Kisha ifanyie upape wa kuizunguka pande zote. Upana wake utakuwa nyanda 4, nao uifanyie ule upapi ukingo wa urembo wa dhahabu wa kuzunguka pande zote. Uifanyie vikuku 4 vya dhahabu na kuvitia vile vikuku katika pembe zake 4, katika miguu yake 4. Vile vikuku na viwe karibu na ule upapi, ili viwe mahali pa kutilia ile miti ya kuichukulia meza. Fanya ile miti ya mti wa mshita na kuifunika dhahabu, kwamba ile meza ichukuliwe kwayo. Nawe ifanya sahani zake na miko yake na makopo yake na vikombe vyake vya kumimina, vifanye vyote vya dhahabu safi. Nawe utaiweka mikate ya onyesho juu ya meza mbele yangu daima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nikuonyeshe meza ya mkate wa uonyesho. Umeiona? Huu ndio meza wa mkate wa uonyesho. Umeona? Aweke vikuku 2 upande mmoja na upande mmoja. Umeona? Na hii umeiona? La kwenye vikuku viende ni katika miguu. Umeona sasa? Lakini umeona jinsi ambayo Mungu anaeleza. Lakini nani aliyemfundisha Bezaleli na nani Oholiabu kutengeneza vitu hivi? Unaiona? Hii ndio meza ya mkate wa uonyesho. Sijui kama unaiona. Ni vizuri uone upate picha. Ukisoma tu ya kuwa dhiraa 2, dhiraa 1.5, utaishia kupiga miayo, maana huwezi kuelewa. Umeona inabebwa nayo na vikuku, inaingizwa fimbo. Umeiona? Hii ndio meza ya mkate wa uonyesho. Pia ilikuwa na vikuku 2 upande wa huku na upande wa kule. Ina maana wakati wa kubeba ilikuwa inabebwa na watu 4. Bila shaka hapa ndio meza ya mkate wa uonyesho. Ukiona, ukisoma unaelewa. Vikuku ni hivi viringi ambayo inaingizwa fimbo. Vikuku ni viringi, hivi viringi ambayo unaingiza fimbo. Hizi ndio vikuku. Bwana Yesu asifiwe.
Hebu nionyeshe na upande wa huko hivi. Hii ndio meza ya mkate wa uonyesho. Hivi ndio vikuku vya kuingiza hiyo fimbo. Lakini unaona jinsi ilivyotengenezwa kwa dhahabu iliye safi. Hii ndio meza ya mkate wa uonyesho. Vikuku ndio hivyo vingi. Hebu tupate kuendelea, twende. Nawe fanya kinara cha taa cha dhahabu safi. Hicho kinara na kifanye cha kazi ya kufua tako lake na mti wake, vikombe vyake na matovu yake na maua yake, vyote vitakuwa vya kitu kimoja nacho. Nacho kitakuwa na matawi 6 yenye kutoka ubavuni mwake, matawi 3 ya kinara upande wake mmoja na matawi 3 ya kinara upande wake wa pili. Vikombe 3 vilivyofanywa mfano wa maua ya mlozi katika tawi moja, tovu na ua, na vikombe 3 vilivyofanywa mfano wa maua ya mlozi katika tawi la pili, tovu na ua. Vivyo hivyo na hayo matawi yote 6 yatokayo katika kile kinara, na katika hicho kinara vikombe 4 vilivyofanywa mfano wa maua ya mlozi, matovu yake na maua yake, na tovu chini ya matawi mawili la kitu kimoja nacho, na tovu chini ya matawi mawili la kitu kimoja nacho, na tovu chini ya matawi mawili la kitu kimoja nacho. Kwa hayo matawi 6 yatokayo katika kile kinara, matovu yake na matawi yake atakuwa kitu kimoja nacho, kiwe chote pia katika kazi ya kufua ya dhahabu safi. Nawe zifanye taa zake 7, nao ataziwasha hizo taa zake, zitoe nuru mbele yake, na makoleo yake na sahani vyake vyote vitakuwa vya dhahabu safi. Kitafanywa cha talanta 1 dhahabu safi pamoja na vyombo hivi vyote. Nawe angalia kwamba vifanye kama mfano wake ulivyoonyeshwa mlimani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona vitu vitatu vinatajwa kwenye hiyo sura ya 25, ikianzia na sanduku la agano, alafu inakuja kwenye meza ya uonyesho, alafu ikikamilika kwenye kinara cha taa. Umeona kinara cha taa ni ambayo iko hapa juu ya hii juu ya meza hii. Hii ndio kinara cha taa. Lakini umeona kuna huu hapo uliyenyoka, alafu inao matawi 3 na 3, ina maana inayo vinara 7. 1 2 3 4 5 6 7. Bwana Yesu asifiwe. Umeona kinara hichi, ina maana ni kinara cha taa moja. Umeona hii itakiwa iwe na ni kinara moja, lakini inayo matawi 3 huku na huku, inatengeneza 7. Ina maana hii ndio iliyekuwa inatoa mwanga wapi? Pale katika maskani, maana ilikuwa inawekwa mahali patakatifu, lakini upande wa kulia, na bila shaka mwanga wake ulikuwa unafanya nini? Unatosha kabisa pale katika maskani ya Bwana. Bila shaka nipitishe tena watu waone kinara cha taa. Hii hapa ndio kinara cha taa, lakini unaona inayo vinara 7. Moja iliyesimama, alafu kuna haya matawi 3 upande wa kushoto na 3 upande wa kulia. Umeiona? Lakini humu ndani inamiminwa mafuta, lakini kuna utambi ambao imeenda huko. So ina maana hivyo hizo tambi ndio zinazovuta nini? Zinazovuta mafuta, alafu zinawashwa zote. Ina maana vinara hivi 7 vilikuwa vinafanya nini? Vinawaka. Tutaona taa kinara cha katikati kinawakilisha nini, na hayo matawi yanawakilisha nini. Nataka tuende kwenye Agano Jipya sasa, alafu tuone kabisa kuwa utaombaje na sanduku la agano. Sasa utaombaje na meza ya mkate wa uonyesho, utaombaje na kinara cha taa. Na watu wa Mungu, hivyo vyote, kila kitu kwenye Biblia inayo maana yake. Ndio maana usione tu kinara cha taa hivi hivi. Kinara cha taa hapa inayo vinara 7, moja uliyenyoka, alafu na matawi 3 kushoto na kulia. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana humu ndipo anapotiwa mafuta, lakini sasa ina maana katika hivi vinara pana utambi ambao umeenda, anayevuta mafuta, na vikiwashwa ina maana vyote vinawaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini iwe 7 isiwe 6? Unaona sasa? Kwa nini matawi yawe 6? Tunakwenda kuona na utashangaa, utasema Yesu ni Bwana. Humu ndio anaomimina mafuta, lakini utambi unavuta. Bwana Yesu asifiwe.
Huu hapa ndio kinara, hichi ndicho kinara cha taya. Umeona hapa pamenyoka moja, lakini matawi kushoto na kulia. Utajua kwa nini hayo matawi 6, 3 na 3, na huwa katikati nawakilisha nini. Lakini humu ndimo alivyokuwa na mimina mafuta. Ina maana hapa na utambi uliokuwa inaenda kwenye kila kinara. So wanapowasha ina maana inawaka, lakini ndio maana kila hii kinara cha taya kila siku ilikuwa inaongezewa mafuta na kuwashwa saa 9. Ikizimwa saa 3 wakati kuhani anaenda pale kuchinja, lakini pia anaenda kufukiza sadaka ya kufukiza. Asubuhi saa 3 inazimwa, lakini saa 9 inawashwa. Ndio maana Yesu akasulubishwa saa ngapi? Kasulubishwa saa 9. Yesu alisulubishwa saa 6. Yesu alisulubishwa saa 3. Ilipofika saa 6, basi ikaingia giza mpaka saa 9. Sasa ukisema asulubishwa saa 6, mimi ndio nakushangaa. Kasulubishwa saa 3, muda ule ambayo palikuwa panatolewa sadaka ya asubuhi, alafu akaja kafa saa 9, muda uliyekuwa yule mwana kondoo wa Pasaka alikuwa anachinjwa. Sikuchanganye. Emeana, hii ndio kinara. Taa inawekwa mafuta inawekwa humu, alafu pana utambi kwenye kila kinara. Lakini unaona kinara hichi kilichonyoka ni moja, lakini ina matawi 3 huku na huku. Matawi 6 yana maana gani? Kwa nini yawe 7? Tunakwenda kuona kwenye Agano Jipya. Hichi ndicho kinara cha taya. Iko vinara 7. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, ni kinara cha taya kinanihusu nini? Itakuhusu tu. Ndio wala siwe na papara. Kinara kinakuhusu sana tu. Wewe mwenyewe kinara. Je, mwenyewe? Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumeona Musa akipewa taswira ya vitu vitatu vya kutengenezwa, lakini Mungu akimpa kwanza iwe ni sanduku la agano. Sanduku la agano ilikuwa inakaa wapi? Sanduku la agano ilikuwa inakaa mahali patakatifu patakatifu. Mahali patakatifu patakatifu palikuwa na chombo kimoja tu, ambayo ilikuwa ni sanduku la agano. Mahali patakatifu tu. Lakini ukija mahali patakatifu patakatifu, mahali patakatifu palikuwa na madhabahu ya dhahabu iliyokuwa ni madhabahu ya kutolea uvumba, kufukuzia uvumba. Lakini kulia pake palikuwa na kinara cha taya, alafu mkono wa kushoto palikuwa na meza ya mkate wa uonyesho. Nitakuonyesha kesho jinsi inavyokuwa, lakini nimekuonyesha hivi vitatu kwanza. Sasa tuone, je, hii sanduku la agano pamoja na kiti cha rehema. Ninapoongelea sanduku la agano, imebeba sanduku la agano ambayo ni hili sanduku, alafu imebeba na mfuniko wake ambao ndio kiti cha rehema. Lakini iliwakilisha nini? Kwenye Agano Jipya hiyo imemwakilisha Yesu Kristo na ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Maana kumbuka ya kuwa tumeokolewa kwa nini? Kwa neema. Amina. Lakini kwa wana wa Israeli walikuwa lazima kuhani afike katika kiti cha rehema na waonane na Mungu hapo. Ina maana wanaonanaje? Yeye mwenyewe akitoa kwanza damu, akijipatanisha dhambi zake, lakini baadaye akimimina pale
juu ya kiti cha rehema ama mfuniko wa sanduku la agano, damu ya mbuzi wa kafara, akipatiliza wana wa Israeli dhambi zao. Sasa tumeona ya kuwa sanduku la agano ni picha ya Yesu na wokovu. Lakini tukienda kwenye meza hii, meza ya mkate wa uonyesho, meza ya mkate wa uonyesho kwa kipindi hicho kilimwakilisha taifa la Israeli. Kumbuka ya kuwa mkate Mungu alikuwa anawapa wana wa Israeli kila siku, lakini sasa hiyo meza iliwakilisha taifa la Israeli katika kimwili, lakini meza hiyo kwa sasa hivi inawakilisha wana wa Israeli wa kiroho ambao ni mimi na wewe tuliyookoka. Lakini mkate huo ukiwakilisha nini? Mkate huo ukimwakilisha Yesu Kristo. Ina maana wewe ni meza na mkate uko juu yako. Ina maana sisi tunambeba Kristo, maana hata mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, ya sasa amekuwa mapya, na sio yeye anayeishi bali amebeba mkate wa uonyesho. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Amebeba mkate wa nini? Ina maana amebeba neno. Sasa mkate wa uonyesho ni nini? Mkate wa uonyesho ni neno la Mungu. So ina maana neno la Mungu linavyokaa ndani yako ndiyo inayowakilisha ile meza na mkate wa uonyesho kuwa juu yake. Mkate wa uonyesho inamwakilisha Kristo. Kristo akasemaje juu ya mkate wa uonyesho? Hebu nisomee Yohana 6:40. Tuone maana ya mkate kwenye ulimwengu wa nini? Wa kiroho, ama ulimwengu wa agano iliye bora, ambao ni agano la milele. Hebu nisomee uliyepata. Yohana 6:40, tuone Yesu anasema nini juu ya mkate. Amina. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila mtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Ngapi? Yohana 6:40. Endelea. Basi Wayahudi wakamnung'unikia kwa sababu alisema, mimi ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Umeona, Wayahudi wanamnung'unikia. Umejua shida ilitokea wapi? Jana yake alikuwa amevuka bahari na wanafunzi wake, kisha walipomkusanyikia akawafundisha, hatimaye akawalisha na mkate na samaki. Walipokula wakashiba, wakamwacha huko wakasepa zao. Naye baadaye akaambia wanafunzi wake, pandeni merikebu, anzeni safari ya kurudi. Yeye akapanda juu ya mlima, akaenda kuwa na muda wa faragha na Mungu. Ilipofika usiku wa manane, tayari wanafunzi wake walikuwa hawajafika mbali, maana palikuwa na unini na upepo. Akatoka akawaendea akitembea juu ya nini? Juu ya bahari. Lakini sasa kesho yake wakatoka waende wamtafute, maana walijua ya kuwa siku hiyo labda ingekuwa ni mkate na kuku, ama mkate na labda na nyama, maana jana yake walitafuna mkate na nini? Na samaki. Sasa alipoona akawaambia, nyinyi hamunitafuti kwa sababu ya neno, mnanitafuta kwa sababu ya mlikula mkate jana. Akawaambia, leo hamna mkate, mimi ndio mkate wa uzima na chakula kishukao kutoka mbinguni, naye anayetaka kuendelea kuvumilia na kukaa hapa na anile. Wakakasirika vibaya mno. So bila shaka aliyopo hapa anakula mwili wa nani? Wa Kristo. Sema, Kristo ni mkate wa uonyesho. Kristo ni mkate wa uonyesho. Bila shaka watu wa Mungu nasema hivi. Umeona sasa imefunuliwa huku Yesu mwenyewe akisema kuwa yeye ndio chakula cha uzima, yeye ni mkate wa
uzima. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuone kwenye Mathayo 26 mpaka 29 pale chakulani akasemaje. Mathayo 26 anzia mstari wa 26 mpaka 29. Amen. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, "Twaeni mle, huu ndio mwili wangu." Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, "Nyweni vyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi." Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akatoa mkate, akasema, "Wale, maana huo ni mwili wake." So tunaona kabisa kuwa tunachokula sasa hivi hapa ni nini? Ni chakula cha kiroho ambao ni neno la Mungu, lakini Yesu ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu ambayo ni neno la Mungu. Kumbe mkate uko kwetu sisi. Nini? Neno la Mungu linapokaa kwako, basi wewe ndio unakuwa umebeba ule mkate, kama meza ule ulipobeba ule nini? Ule mkate. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ule mfuniko wa juu, umeona mfuniko huo wa juu ulitakiwa unyunyiziwe nini? Inyunyizwe damu pale kupatanisha. Sasa watu wa Mungu, hiyo mfuniko ambao ni kiti cha rehema inamwakilisha Kristo, maana kumbuka ya kuwa Kristo alitoa damu yake naye akatupatanisha. Maana damu yake alitoa wapi? Ilitoa kwenye mwili wake. Amina. Ina maana bila shaka Kristo ndiyo kiti cha rehema kwenye agano jipya. Na maana kinachofanyika, tunakwenda mbele za Kristo, naye anatufikisha wapi? Anatufikisha kwa Mungu. Umeona katika hiyo kiti cha rehema, kuhani alikuwa anawapatanisha Waisraeli na Mungu. Maana Mungu akamwambia Musa, tutaonana na wewe, tutakutana na wewe kwenye kiti cha rehema. Lakini mimi siamini kama ilikuwa kiti cha rehema kivile, maana kuhani mwenyewe anaingia amefungwa mguu huko, yenyewe anataja jina la Yehova mara moja tu kwa mwaka, anaingia huko. Pamoja ni kiti cha rehema, lakini ukifanya vimbwenga vyako hapo unapigwa hapo toki. Ina maana unapodumu kule ndani na vikengele vinapiga na mguu wako umefungwa kamba, wakiona kamba itikisiki na wasikii vile vikengele, wanasema tayari huko bwana, jina hilo ni hatari. Waliogopa, maana jina hilo lilikuwa kichezea moja kwa moja unapata kipigo. Ndio maana walikuwa hitaji, wakamwachia kuhani ndio ataje akiwa mle ndani, na anajitakaza siku 7 hajaingia mle ndani. Anapoingia mle ndani hatakiwi mtu yeyote amguse. Ndio maana Yesu alipofufuka ile Jumapili asubuhi, akamtokea Maria Magdalena. Alikuwa amevaa kama mtunza bustani, alivaa kama kuhani alivyokuwa anavaa siku ya upatanisho. Siku ya upatanisho kwa lugha ya Kiebrania inaitwa, ama Yahudi inaitwa Yom Kippur. Siku hiyo alikuwa anavaa sio lile vazi la kuhani, alikuwa anavaa kanzu tu na amefunga na mkanda, na alikuwa aguswi, maana anakwenda kukutana na Bwana na kupatiliza dhambi zake, kisha kupatiliza dhambi za wana wa Israeli. Lakini umeona na Yesu alivyokuwa tayari amefufuka, amevaa kabisa kama kuhani wakati wa Yom Kippur, wakati anataka kwenda mbinguni hudhurishe mbele za Baba yake wa mbinguni, ili kwa damu yake afanye upatanisho. Naye akakataa kama kuhani alivyokuwa nakataa asiguswe, naye akaambia Maria Magdalena, usinifanyeje? Hebu nisomee kitabu cha Yohana sura 20 na mstari ya Maria Magdalena. Mstari wa Maria Magdalena
Hebu anzia ndio mstari wa Maria Magdalena. Mwaka jana nilifundisha, sikufundisha. Lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi, nje yake analia. Basi akalia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi. Akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni. Hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Nao akamwambia, mama, unalilia nini? Akamwambia, kwa sababu amemuondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walipomweka. Naye akisha kusema hayo, akageuka nyuma